Matumaini ya Simba yamefutika kwa asilimia kubwa. Kama sio asilimia 90, basi naweza nikasema asilimia 100. Of course, mechi yao dhidi ya Mtibwa Sugar haikuwa mechi ngumu kwao. Wameshinda goli 3-0, lakini akili zao hazikuwa katika uwanja wa Jamhuri. Yaani akili za washabiki wa Simba, watu wa Simba zilikuwa Zanzibar kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Azam. Na hii ni baada ya Azam kushinda ile mechi ya nusu finali ya CRDB juzi Jumapili. So wakawa na hope kubwa kwamba Azam leo anaweza kumsimamisha tena Yanga hata akashinda. So matokeo yamekuwa tofauti sana. Mtegemea cha ndugu amekufa maskini. Azam kafungwa goli 3-0 dhidi ya Yanga. Yanga of course leo amecheza vizuri sana. Yaani kuanzia kwenye lineup Mwalimu Mwalini amekuja na lineup nzuri sana. Tofauti na alivyoanza katika mechi ile ya CRDB kule Kirumba. Mechi ya leo amekuja na lineup nzuri sana. Hasa upande wa mbele ameanza na strikers wawili. Ile mechi iliyopita alianza na striker mmoja Dube, leo kaanza na striker wawili Depu na Dube. Alafu upande wa kushoto yupo Pacome, upande wa kulia yuko Alan Okello. Sasa katika hao watu wanne wa mbele, kwa nini nasema ilikuwa ni lineup nzuri sana kwa mechi ya leo tofauti na mechi iliyopita? Hao watu wanne wa mbele kwa maana Pacome, strikers wawili Depu pamoja na Dube na Alan Okello walikuwa wanatumika sana katika press Azam wakianzisha mashambulizi kutoka kwenye goli lao. Kwa hiyo Azam ikawa ngumu kupita hii line ya watu wanne kupitisha mipira kwenda kwenye sehemu ya midfield. Kwa hiyo kitu ambacho kwa kinatokea wakawa na force Azam labda kucheza kwenye upande mmoja kwenda kwenye upande mwingine. Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu nzuri sana, ingawa baadaye Mwalimu Benge alitafuta solution. Idinado akawa anarudi kwenda kuchukua mipira, akawa na solve iko kitu, na tukashuhudia Azam wamepata nafasi ya Ngita kapata kana nafasi mbili, nafasi ya Faisali. Ingawa leo kipa wa Yanga Diara alikuwa katika kiwango chake. Yaani kama vile alisema kama mliweza kufunga zile goli 3 kule, kama zilikuwa tosha kule Mwanza, basi shughuli yenu imeishia hapa. Leo mfungi kabisa. Kwa hiyo Diara akacheza vizuri sana leo, na Yanga of course wamecheza vizuri upande wa defensive, offensive, wakaweza kushinda kwa goli 3-0. Yaani ushindi sahihi kabisa, yani wamestahili kabisa asilimia 100. Na kitu kingine ambacho Yanga kiukweli mimi amenifurahisha namna ambavyo huwa wana respond vitu kama hivi. Unakumbuka kwenye mechi waliopoteza dhidi ya Simba kwenye mechi ya Muungano, apoteza goli 1-0, baada ya siku chache wakaenda kucheza tena na Simba. Sasa hawakutaka tena kuwa low au kudrop tena point au kupoteza mchezo mfululizo. Baada ya kufungwa na Simba wakaenda Meja Jenerali Samuyo, ile mechi ikaisha 2-2. Hiyo ilikuwa faida kwa Yanga kwa sababu Yanga ilikuwa inahitaji sare na ushindi kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo sare ilikuwa ya muhimu sana. Na leo baada ya kufungwa juzi na Azam wamerespond hivyo hivyo. Yaani hauwezi ukatufunga mara mbili. Ndio walichokifanya. Umetufunga kule CCM Kirumba, leo hawezi kupoteza tena point. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho kiukweli ni kitu kizuri sana kurespond hivyo kwa muda mfupi. Na pointi ambazo wamezipata, hizo point 3 ni muhimu sana sababu bado mechi mbili. It's obvious kwamba hizo mechi mbili zijazo waweza wakashinda, wakatetea ubingwa mara ya 5 mfululizo.